Okay, naitwa Mr. Joseph Luanda, nipo Manara TV na leo nipo katika chama cha mpira wa miguu wilaya ya Ilala. Leo nakuja kuzungumzia maendeleo ya wilaya ya Ilala na nipo na mwenyekiti wa chama hiko, chama cha IDFA. Mwenyekiti, mambo vipi? Fresh kabisa, habari za Manara? Salama kabisa, karibu sana Manara TV bwana. Asante sana, asante. Okay, mwenyekiti, katika uongozi wako, vitu gani ambavyo labda ni changamoto kwenye chama cha mpira wa miguu cha IDFA? Changamoto ziko nyingi, lakini changamoto za mpira wa miguu kwa wilaya ambazo ndio msingi wa mpira, kikubwa sana ni uchumi. Wilaya nyingi zinakuwa na changamoto ya uchumi, na sisi kama IDFA tunakimbizana kwa sababu mpira ni unatakiwa uwezeshaji, ukizingatia kwamba wilayani kuna timu nyingi sana, na timu zote 90% ya timu za wilayani hazina udhamini. Ni timu ambazo za vijiweni, ni timu ambazo ziko katika maeneo watu wanapenda football tu, wanajiorganize na kuamua kucheza mpira. Kwa hiyo asilimia kubwa uchumi wao uko vizuri. Kwa hiyo hata sisi kutokana na timu zetu zina uchumi, basi na chama pia kinakuwa uchumi wake mdogo. Kwa hiyo tunapambana. Kwa hiyo kwa asilimia kubwa mnaendesha hizi vyama vya mpira au chama cha mpira cha IDFA kulingana na uchumi wa timu ambazo zipo kwenye chama chenu. Uendeshaji wa chama sasa, ukiangalia vyama vya mpira vya wilaya, mfano IDFA inaendeshwa na wadau, kwa maana sisi viongozi, wadau mbalimbali, lakini hususan timu kupitia ada zao za ushiriki wa ligi mbalimbali, lakini pia asilimia kubwa ni kupitia kwa watu ambao sisi tunawatafuta watusaidie na fedha zetu mifukoni. Kwa hiyo ni kama mwanzo nilivyosema, uchumi wa IDFA unategemea na wadau, ni sio moja kwa moja, kwa maana ya kwamba kuna fedha inaingia sehemu kila siku. Hapana, tegemea mmefanya nini, mmempata mtu awasaidie kitu gani, kwa lengo gani. Kwa mfano mnaweza kumsaidia mtu saidie katika eneo la vifaa, kwa sababu uendeshaji wa mpira wa miguu huku chini uko katika maeneo tofauti tofauti, kwa maana kuna maeneo yale ambayo tunataka ligi zichezwe, lakini kuna maeneo ambayo tunataka tutengeneze vipaji, kwa maana kwenye ufundi. Sasa sisi kama IDFA, pamoja na kwamba uchumi wetu haupo moja kwa moja, lakini tumejipanga, na ndio maana tumeweza kusimama kuwa ni miongoni mwa vinavyofanya vizuri kwenye eneo la football chini, kwa sababu tunatafuta mbinu mbalimbali kuhakikisha mpira wetu unachezwa, kwa sababu ukitegemea usubiri upate wafadhili ndio ufanye mpira, basi mpira utakufa. Ukikumbuka kwamba kwa mfano kwa IDFA sisi tuna ligi tofauti. Tuna ligi za watoto kabisa, kwa maana tuna ligi za under 10, tuna ligi za under 17, under 20 na senior team. Kwa hiyo ukiangalia ligi hizo zinachezwa msimu wote, na pamoja na ligi hizo tuna ligi zile ambazo tunaita ni ligi za maandalizi. Tuna ligi tunaita Jiandae Cup, ambayo ligi inawakutanisha timu za madaraja tofauti tofauti. Lengo kubwa ni kuanza msimu. Lengo kubwa ni kama unavyoona FA ile, kuanza msimu na kuwapa mazoezi kabla ya ligi rasmi haijaanza. Kwa hiyo sisi tunapambana katika eneo ili kwamba kisha mpira uchezwe, kwa sababu timu ziko nyingi sana. Na timu nyingi, kwa mfano Ilala tukiangalia timu ambazo ziko daraja la 3 zinafika timu karibuni 60 ambazo zinaweza, lakini inawezekana zicheze zote kwa msimu uliosha tukia timu 34. Kwa hiyo msimu huu ndio tunategemea timu, tumeanza usajili wa timu. Kwa hiyo vilabu tunavyo na mpira unachezwa regardless kwamba hakuna uchumi uliokuwa imara. Okay, na unapozungumzia ligi za under 10, hizo za under 15, under 17, wanacheza muda gani kwenye hizo ligi? Maana tunaona shule kama sasa hivi labda zimefungwa. Zikifunguliwa muda gani ambao watoto wanakuwa wanacheza, au ni siku gani wanakuwa wanacheza? Kwa umri mdogo ambao ni under 10, kwa maana kuanzia miaka 18, 7, huwa tunafanya mabonanza ambayo tunafanya mara nyingi sana kwenye misimu. Tumegawanyisha katika makundi manne, kwa maana tunafanya bonanza unapoanza mwaka, weekend ya mwisho, lakini tunafanya katikati ya mwaka, kwa maana ya mwezi wa 3, na tunafanya mwezi wa 6, tunafanya mwezi wa 9. Kwa hiyo
tumegawa hiyo ili lengo kutengeneza nafasi ya wachezaji wengi. Na tabu tunaanza na mwisho tulifanya katika uwanja wa Tundu, kulikuwa na zaidi ya watoto 500 ambao wanashiriki bonanza. Lengo kubwa bonanza la watoto ni kuwatengenezea ile kupenda football, kupenda mpira. Kwa hiyo lakini pia hizi ligi zingine za under 15, under 17 mara nyingi zinacheza sana weekends. Na kati weekends au shule zinapofungwa. Kwa mfano sasa hivi unafanyika usaili wa under 15 ambao itaanza hivi karibuni, ambao itakuwa inafanyika siku za weekends. Kwa hiyo tunajaribu kutumia muda mzuri watoto waende shule, lakini pia wapate muda wa kucheza mpira ili kuongeza vipaji vyao. Okay, asante. Katika chama chenu cha mpira cha Ilala kuna timu kubwa, timu kongwe katika ligi yetu. Nazungumzia Simba, nazungumzia Yanga. Hizi timu zinawapa uzuri gani au zinawanufaishaje nyinyi kama chama cha mpira wa Ilala? Ilala ni miongoni mwa vyama makongwe kwa mpira miguu na miongoni mwa vyama ambavyo vinabeba timu kubwa hizi Simba na Yanga. Lakini pia unajua hata Azam walianza Ilala, wacheza ligi Ilala, kwa hiyo wale nao walitokea Ilala. Hawezi kusema bila kuzungumza Ilala. Kwa hiyo ukizungumzia Simba na Yanga zinanufaisha vipi IDFA? Zinanufaisha kwa maana kwanza zina motivation kwa timu zingine hizi ambazo zinacheza daraja la chini, kuona kwamba na sisi tuje tupande tuwe kama Simba na Yanga kwa sababu ziko Ilala. Lakini pia tunapofanya vizuri wao, sisi kama IDFA tunaona fahari ya kuwa na team. Lakini la tatu, tunapata fursa wakati mwingine kukutana na viongozi wa team, kujadiliana, kubadilishana mawazo, michango yao. Kwa hiyo sisi tunafaidika. Unajua hauwezi kusema moja kwa moja kwamba kuna fedha, hakuna fedha. Lakini sisi kwetu kama mimi kama kiongozi wa mpira natakiwa tutumie mbinu zaidi za kuhakikisha timu zinanufaisha. Anasema indirect, sio lazima direct, lakini bado tunatipa wito timu zetu Simba na Yanga kwamba ziangalie bado IDFA, iangalie chama, kwa sababu sisi bado ni wanachama wetu wa kiasili. Japokuwa sasa hivi wako TFF, lakini wao wako Ilala. Ndio maana ukiangalia kwenye mikutano mingi ya Simba, ya Yanga, uongozi wa IDFA unakuwepo, sababu kikatiba za vile vilabu ni wao wanatambulika kwamba ni asili yao ni Ilala. Kwa hiyo sisi utatoa wito tu kwa viongozi wa hizo timu kuiona Ilala IDFA kama ni sehemu yao kwa ushauri, lakini kwa misaada, kwa sababu unapokuwa katika taasisi kama ya IDFA na unapokuwa Simba na Yanga timu zako, obvious ilama ITS nayo ikue. Kwa IDFA pia kutegemea na hizi timu. Kwa hiyo sisi tunashirikiana vizuri, niseme tunashirikiana vizuri na tunanufaika na hizi timu, kwa sababu nilizokuambia hizo, na bado tunaendelea kutafuta mbinu ya kuhakikisha hizi timu zinanufaisha sasa katika ule uwezeshaji sasa wa kiuchumi, ili IDFA iendane na ilivyo brand ya IDFA. Ukizungumzia Simba, Yanga ni brand kubwa Afrika, nategemea basi IDFA iwe miongoni mwa vyama bora tu, si Dar es Salaam, Tanzania au na nje ya Tanzania. Tukizungumzia IDFA, kwa sababu unapozungumzia Simba timu bora katika ukanda wa Afrika, unazungumzia Yanga. Kwa hiyo basi watu waizungumzia IDFA, ndio taswira ambayo tunasema uongozi, kuhakikisha tunashirikishana na hizi vilabu vikubwa, kuhakikisha vinatuwezesha unapokuwa wao na IDFA ikue, kwa sababu wao ni chimbuko, wao ni watoto wa IDFA. Sawa. Na tumeona kwamba misimu kadhaa imepita, sio kadhaa, actually ni mingi, bila ukitoa Simba na Yanga ambazo zipo ndani ya IDFA, hatujaona timu nyingine ambayo imepanda daraja kutokea IDFA. Tumeona mara ya mwisho walifanya hivyo Ashanti na timu nyingine huko nyuma. Malengo yenu ni nini, au nia yenu ni nini sana kwenye kupandisha timu daraja nyingine kutokea IDFA? Ya, ni kweli ni muda mrefu sana tangu tumekuwa na timu mpya kutokea IDFA. Unajua sisi kama uongozi wa IDFA, nikiongoza mimi, tuna mitazamo tofauti kidogo. Sisi mitazamo yetu, sisi kama chama cha wilaya, ni kutengeneza wachezaji wengi ambao watatumia katika madaraja tofauti tofauti. Focus yetu kubwa, kwa sababu IDFA sisi hatuna timu moja, na tunapotumia nguvu kubwa kwenye timu ipande, alafu nguvu ile ikasaidia timu kupanda moja, alafu ikaacha
vipaji vikapotea, inakuwa sio sawa. Kwa hiyo kipaumbele chetu sisi kama DFA ni kuhakikisha tunazalisha wachezaji wengi sana ambao watacheza katika timu kubwa kubwa ambazo zipo hapa Tanzania na nje ya Tanzania. Kwa hiyo mikakati yetu sasa hivi kwamba tunahakikisha, lakini sio kama tumeacha kutafuta timu zipande, hapana, mikakati pia ipo na tunategemea misimu hii miwili tatu lazima kupata timu kutoka Ilala ambazo inaanza kufika juu, kwa sababu mambo ni mipango, sio kitu cha muda mfupi, ni kitu cha muda mrefu, kuhakikisha kwamba tunatengeneza uongozi bora na vilabu vyetu vya chini, kutengeneza miundombinu ya vilabu vyetu vya chini, kuhakikisha kwamba timu zina uweredi wa kutosha, tunazalisha wataalamu kwenye level za chini, ili timu zikiwa wachezaji wakiwa wengi. Lengo letu sisi tukiwa timu ya Ilala ambayo imepanda daraja, basi at least asilimia hata 70 wachezaji wao wametoka Ilala. Sasa unapokuwa na timu ya Ilala inacheza daraja Premier League au inacheza daraja Championship, alafu auoni mtu wa Ilala, unasemaje Ilala imekuwa kisoka? Imezalisha, lakini pamoja na hilo labda tutengeneze tu na wachezaji wengi kiasi kwamba hauwezi kukwepa kutumia wachezaji wa Ilala. Kwa hiyo ndio mikakati ambayo tunao sasa hivi kuhakikisha tunazalisha. Lakini sasa kwa hapo tumeanzaje? Tumeanza kwenye ufundi. Ndio maana tunafanya kozi za makocha. Tuligundua kwamba timu yetu nyingi sana zinaendeshwa na makocha ambao wanatumia uzoefu wao tu, lakini sio wana utaalamu. Kwa tukagundua tukasema kwamba ili tufanikiwe tuhakikishe timu zote za Ilala zina makocha. Sasa tukasema tukitoa sheria kwamba uwezi kucheza ligi daraja la 3 au la 4 bila kuwa na kocha labda CAF D, unaweza kupoteza vipaji. Tuchokifanya sisi tumewaconvince wote wasome na tumefanikiwa. Sasa hivi ni asilimia kama 70 ya walimu wengi wa timu za Ilala wameshasoma kozi na tena Ilala. Na tukiangalia tunafanya kozi nyingi sana za coaching ya grassroots na CAF Diploma D, ambao ukiangalia achana mwaka huu tu tumefanya kozi ya 3 sasa tumefanya mwezi wa pili grassroots na CAF Diploma D, tumefanya mwezi wa 4 grassroots na CAF Diploma D, na sasa hivi mwezi wa 6 tunafanya CAF na Diploma D na grassroots. Kwa hiyo ukiangalia trend yetu kwa mwaka kama Ilala tumejiwekea at least tufanye kozi za grassroots 6 na CAF Diploma D 6. Sasa ukipiga hesabu kwa miaka mitatu unakuta tumeshafanya kozi zaidi ya 30, ambao ukichukulia takwimu ukiziangalia zimezalisha na kila kozi minimum tunasema wanafunzi 25 minimum, lakini na zaidi ya 25 30. Sasa piga hesabu wote utafuta walimu ambao wamejifunza Ilala ndani ya miaka mitatu zaidi ya walimu 500. Sasa hao sio Ilala tu, na ndio maana kwenye kozi zetu sisi tunachosema tunaangalia mpira wa Tanzania. Imani ya IDFA, mpira wa Ilala ukikua, mpira wa Dar es Salaam umekua. Mpira wa Dar es Salaam ukikua, mpira wa Tanzania mzima umekua. Na ndio maana kozi zetu tunawakaribisha wanafunzi au makocha kutoka mikoa mbalimbali. Kwa mfano, kozi hii ambayo inaendelea sasa hivi hapa ya CAF Diploma D ina wanafunzi 12 kutoka mikoa tofauti tofauti. Katika wanafunzi 29 ambao wapo hapa, wanafunzi 12 wanatokea mikoa tofauti tofauti. Kuna wanafunzi ambao wanatokea Tabora, wanatokea Zanzibar, wanatokea Pwani kwa maana Bagamoyo, Chalinze huko, wanatokea wengine Katavi, unaona, wanatokea Morogoro. Kwa hiyo kuna wanafunzi tofauti tofauti wa mikoa, na hii inaonyesha jinsi gani ile dhamira yetu ya kukuza mpira wa chini. Na wote wakirudi kwao, maana mipira ya wilayani huko mikoa kutokea inakuwa, na ndio sisi kama uongozi wa DFA tunachokiangalia, tukiangalia Ilala tunaangalia mpira wa Tanzania, lakini tukiimarisha Ilala tukiimarisha mpira wa chini. Ndio maana tumeamua to focus zaidi kwenye football development, kwa maana ya kuongeza wataalamu wa mpira. Eneo ambao baadaye tutashift sasa kwenye eneo lingine, tuangalie sasa kwenye sports management, tuangalie kwenye eneo lingine. Kwa hiyo sisi kama Ilala tunafanya haya tunayofanya kwa ajili ya kuhakikisha mpira wetu unakuwa kwenye level ya chini mpaka level ya juu. Na mwenyekiti, hizi kozi vigezo zake vikoje? Yaani kama mimi nataka nifanye kozi labda ya ukocha, vigezo gani ambavyo mnavichukua ili niweze kuja kufanya hizi kozi, labda kama ni grassroots hiyo ambayo umesema Diploma D ya CAF au C? Okay, kwenye hizi kozi ya mwanzo ambayo ni grassroots, FIFA grassroots football coaching, kozi hii ni ya mtu yoyote ambaye mwenye passion kwanza ya mpira,
lakini la pili aweze kujua na kusoma na kuandika. Hizo ndio vigezo vikubwa sana. Ni basic course, ni foundation course ambayo lengo lake ni kwa ajili ya watoto wadogo. Kwa hiyo ukishamaliza sema watoto wadogo unamaanisha umri gani? Inamaanisha umri kuanzia chini ya miaka 12. Kwa chini ya 12, miaka 4, 6, 8, hawa ni makocha kwa ajili ya watoto. Na ndio maana wengi wanatoka hapa tunawashauri waende kwenye academy mbalimbali, mashule mbalimbali kuhakikisha mpira ngazi ya chini kwenye mashule ambao ndio asilimia kubwa wachezaji wengi sana wapo. Hiyo wanapotea kwa sababu moja ya sababu ni kukosa wataalamu, walimu. Na ndio maana kwenye kozi hii kuna walimu karibuni 6 kutoka mashule mbalimbali ambao wamekuja. Kwa hiyo ni kozi ya FIFA Grassroots. Lakini baada hapo CAF Diploma D sasa uwezi kushiriki, lazima uwe na Grassroots. Kwa hiyo kigezo cha kushiriki CAF Diploma D uwe na Grassroots. Ukiwa na Grassroots unashiriki CAF Diploma D. Lakini pia CAF C lazima sasa uende ukafanye kazi, uonekane umefanya kazi. Kwa hiyo vigezo vyake vya CAF Diploma C, kwanza una D, umefaulu kwenye D, kwa sababu D ina mtihani. Ukishafaulu kwenye D, uwe pia na leseni ya ufundishaji. Yaani kwa nini tunasema leseni? Ili uonekane unafundisha. Usio umetoka kwenye Grassroots kama kwenye D unapamia D, lengo cheti. Lakini sisi lengo tunataka watu wajifunze na waweze kufanya mpira wetu kakua. Kwa hiyo C uwe na Grassroots, uwe una leseni ya ufundishaji kutoka TFF, na at least ukae mwaka mmoja baada ya kumaliza D unaweza kusoma. Asante sana mwenyekiti, na mimi nitakuwa mgeni wako kila siku kuja hapa kuangalia maendeleo ya mpira Tanzania. Kama ulivyosema, ikiendelea Ilala maana yake imeendelea Dar es Salaam. Ikiendelea Dar es Salaam maana yake imeendelea Tanzania. Tunakushukuru sana. Nipo katika shule ya msingi ya Viziwi Buguruni. Hapa ndipo kuna maendeleo ya mpira wa miguu katika chama cha mpira wa Ilala IDFA, na kuna kozi inaendelea ya ukocha ambayo ya Diploma D. Maana yake ni miongoni mwa vile leseni za mwanzo kabisa za ukocha ambao hao wakitoka hapa wanaenda kuwafundisha watoto chini ya miaka 12. Karibu sana Ilala, karibu Dar es Salaam. Nipo na mchezaji wa Simba lakini pia na Mtibwa wa zamani, Paul Ngalema. Ni mmoja kati ya watu ambao wanafanya kozi ya ukocha hapa IDFA. Nipo kwenye maongezi naye kwa muda mfupi. Tumsikilize labda ni kwa nini bwana Paul Ngalema umekuja kufanya kozi ya ukocha hapa IDFA. Kwanza kabisa ni kutokana na shaka kwenye mpira muda mrefu sana. Shaka kwenye mpira muda mrefu, kwa hiyo bado ninahitaji kuendelea katika mifumo hiyo. Haimaanishi kwamba ninapokuja kuacha mpira basi ndio niwe nimeacha mpira, nimetoka, hamna. Nimependa niendelee katika misingi hiyo ambayo nimekuwa nayo kwa muda mrefu. Yeah. Okay, sawa. Tumeona huu sio utaratibu wa legend au wachezaji wengi ambao walicheza mpira zamani. Tumeona wachezaji wengi wamecheza mpira lakini baada wao kuachana na mpira wameachana nao kabisa. Wewe kitu gani umekiona mbele sana kwenye tasnia ya mpira? Ujue kwanza jambo la kuwa kocha au kusomea ukocha sio kwamba ni lazima. Sio lazima. Ina maana kama kuna ambao wamemaliza mpira wenyewe wakaamua kuendelea na mashughuli zao zingine ni sawa kabisa. Umeona? Lakini kwa mimi nikaona ngoja nijiendeleze, nipate elimu hii kwanza. Umeona, hata kama baadaye nitapokuja kuacha kabisa mpira, maana sio kwamba nimeacha mpira, bado nipo katika mpira. Umeona? Sasa hivi unacheza timu gani labda? Sasa nilikuwa injury. Na nilikuwa msimu uliopita nilikuwa Mbeya City. Ulikuwa Mbeya City, maana yake imepanda daraja. Okay, kwa hiyo tunategemea kuona katika msimu ujao wa NBC. Mkataba wangu mimi uliisha na Mbeya City. Uliisha kwa msimu ambao ulikuwa umepita. Kwa hiyo msimu ambao ulikuwa mpandisha timu, ina maana mimi sikuwepo katika tayari. Kwa hiyo okay, mimi nafikiri ni kitu kizuri sana ambacho unakifanya, na mimi binafsi nimefurahi kuona mtu ambaye anautumikia mpira kwenye kucheza lakini pia anaendeleza tasnia yake ya mpira kwa kusomea ukocha. Hivi vitu tunavionaga Ulaya tu, lakini na Tanzania kumbe watu wapo wanasoma. Nimeona John Boko alifanya hivyo, lakini pia leo nimekutana na mtaalamu wangu hapa naye anafanya hii kozi. Asante sana mkuu bwana. Shukrani sana. Okay.
Nimepata bahati ya kukutana na goalkeeper ambaye ametumikia Simba na Prison katika ligi kuu ya Tanzania Bara NBC, na sasa hivi anafanya kozi ya ukocha Diploma D hapa IDFA. Bwana Jeremia Kisubi, hongera sana. Asante sana. Kitu gani umekiona mpaka unakuja kufanya kozi ya ukocha? Tunajitahidi kuongeza idadi ya walimu nchini. Pia after mpira lazima uwe mwalimu. Okay. Mwalimu una nia gani na kwenye ualimu? Kwa sababu kuna ualimu tu wa kawaida, kuna ualimu ambao watu wamepanda ngazi za juu. Wewe unajiona wapi? Nimecheza kwenye level kubwa na lazima nijitahidi niwe mwalimu mkubwa pia. Sawa. Wewe unajua ni goalkeeper na umedakaa katika ngazi za juu kabisa. Na sasa hivi unafanya Diploma D ya kafu. Kwa nini hujaenda kwenye ukipa, au kitu gani kinakuzuia kusoma kozi za ukipa? I think nitafanya zote mpaka zikamilike. Okay. Sawa. Asante sana Bwana Jeremia Kisubi, nimefurahi sana kukuona na Mungu akijalia siku nyingine tutakutana sehemu. Asante sana. Na mkufunzi wa mpira wa miguu nchini Tanzania ataenda kujitambulisha mwenyewe. Tupo katika viwanja vya Buguruni, shule ya msingi Buguruni Viziwi, na atatuambia yeye ni nani na anafanya kazi hii kwa nini. Coach, tuambie jina lako. Naitwa Wane Mkisi, ni mkufunzi wa CAF. Hapa tunaendesha kozi ya CAF Diploma D ambayo inawaandaa walimu kwa ajili ya kufundisha vijana. Hawa wamemaliza grassroots, lakini sasa hivi tunategemea sasa kujifunza jinsi gani ambapo wanaweza kufundisha vijana, especially tunazungumzia mambo ya technique kabla hawajaenda kwenye tactics, jinsi ya kuandaa vijana kwenye techniques. Okay, sasa hivi una idadi ya walimu wangapi kwenye hii kozi ambayo unaiendesha sasa hivi? Wako 29. Okay, 29, lakini kitu ambacho nakiona ni wadada ni wachache au kina mama ni wachache. Wawili wavulana, wanaume wako kama 27. Uwiano ni mdogo au ni tofauti sana? Hii inasababishwa na nini? Ni kwamba wanawake hawapo? Ili mwamko bado, tunatakiwa tuwape nafasi wanawake wa kutosha, kwa sababu tunahitaji wanawake wengi pia waingie kwenye michezo ili at least tuweze kufika kule tunakotaka kufika. Kwa hiyo kimuhimu ambacho naweza kusema ni kwamba tunahitaji wanawake wengi pia wajitokeze katika kujifunza. Mambo sio magumu, kama amecheza mpira ni rahisi sana, na akifanya mazoezi ya kufundisha ni rahisi. Naona hapa upo na baadhi ya wachezaji ambao walicheza katika ngazi za juu au timu kubwa hapa Tanzania. Niambie, umefurahi vipi au kitu gani ambao unajihisi vipi baada ya kuona wachezaji ambao walicheza mpira ngazi za juu na sasa hivi wanajifunza ukocha? Ni vizuri kwa sababu sasa hivi wanaanza kuona kumbe walikotoka wao ni tofauti na kizazi kinachokuja. Tunavozidi kwenda wanashangaa tu kwa sababu wanaona basics nyingi ambazo tunajaribu kujifunza hapa wao hawakuwahi kujifunza. Lakini watoto wa kizazi cha sasa wanajifunza kugeuka na mpira kwa kutumia kifua, first touch zile za chini, across the body, in front, along the knee, tunasema kwamba by using side of the foot. Kwa hiyo unakuja kuna vitu vingi ambavyo wanajifunza pia wanavishangaa. Okay, tupe neno moja kwa Watanzania kuhusiana na kujifunza sana kwenye ukocha wa mpira wa miguu. Mimi nafikiri ukocha wa mpira wa miguu tunahitaji tupate coaches ambao ni wa kike wengi, na pia tunahitaji coaches wa kiume wengi, lakini naweza nikasema kwamba katika level hii ambayo sasa hivi tunafundisha ina deal sana na watoto au youth, vijana. Kwa hiyo mpira unaanzia chini. Kwa hiyo ili tuweze kujenga mpira wetu juu uwe vizuri na taifa liweze kufaidika, lazima tuanze kutengeneza misingi mizuri ambayo baadaye itatupatia makocha wazuri ambao itatupatia wachezaji wazuri ambao watakuwa wamefundishwa vitu vile ambavyo ni muhimu. Kwa hiyo tutakuwa na shida kama tulionayo sasa hivi. Okay, asante sana mkufunzi. Siku nyingine Mungu akijalia. Haya, asante. Bado viwanja vya Buguruni, shule ya msingi Viziwi Buguruni, na nimekutana na Msudani bahati nzuri ambaye naye anafanya kozi ya ukocha Diploma D hapa. How is you, coach? Yes, good afternoon. How are you, everybody? This is me, Coach Monzir from Sudan. I live here in Kariako. Okay, what's your vision that leads you to do the coaching? Yes, first of all, I would like to develop my skills on coaching
and also to develop the football in general in Sudan. We know that Sudan is one of the basics members for CAF. But now football in Sudan, yani you see other countries like Senegal and whatever, they're doing very good job, but we still in Sudan, we need more work. So my vision is to try to development the football as general there and taking care, especially with the small kids, because there in Sudan we are lack of academies. Yani, and the academies now, look at La Masia in Barcelona. Yeah, a very good player that are coming from the academies. So we need to develop those things and work more on this. Okay. We all know about the Sudanese league last season. It didn't play it because of staff, I think. But some great team or grand team in Sudan, perhaps Al Melak and Al Hilal, they participate in Mauritanian league, and they, especially Al Hilal, it was the first team in the league last season. How do you feel? They didn't participate in Sudanese league, and then they went to Mauritania. They read the league. How do you feel as you as Sudanese? Yeah, first of all, I'm very sorry because of my country and the war there. We ask Allah everything will be very fine, inshallah, as soon as possible. I'm very sad because we didn't play the Sudanese league up to now. But the most important thing and good thing that Al Hilal and Al Merrikh, they went there for Mauritania and they did very good job there. But we wish, inshallah, next year, as soon as possible, the Sudanese league start again as soon as possible. Okay, inshallah. What's your team you support here in Tanzania? In Tanzania, yeah. Yanga. Yanga. Okay, you are support of Yanga. Yeah, Sudan, Al Hilal. Okay. Yanga number moja. Number moja in Tanzania. Okay, asante sana Mr. Mozi. Next time, inshallah. Okay.